Kwa muda mrefu sana, nchi ilikuwa imekauka. Sio kukauka kidogo tu, bali kukauka kwa namna ambayo ardhi yenyewe ilionekana kuumia. Vilima vilipasuka na kuwa vya kahawia. Nyasi zilikuwa zimekuwa ngumu na dhaifu chini ya miguu ya watu. Mito ambayo zamani ilicheka na kucheza kupitia mabonde ilikuwa imepungua na kuwa mstari miembamba ya vumbi. Wanyama walitafuta maji. Familia zilihangaika kuhusu chakula chao. Ukame ulikuwa umeendelea kwa miaka mingi. Watu walinong'onezana walipokuwa wakitembea vijijini. Baadhi waliogopa, baadhi walikasirika. Wengine walihisi kuchanganyikiwa na kuchoka. Kwa nini mvua haiji? Waliuliza. Je, Mungu ametusahau? Je, Baali bado anasikiliza? Baali alikuwa mungu wa uongo ambaye mfalme Ahabu alimwabudu, na watu wengi walimfuata kwa sababu hawakuwa na uhakika wa kumwamini nani. Lakini Eliya alijua ukweli moyoni mwake. Ni Mungu wa mbinguni pekee anayemtawala mvua. Ni Mungu aliyeumba ulimwengu pekee anayeweza kufungua mbingu. Usiku mmoja mtulivu, Eliya alipokuwa akipumzika chini ya anga lililojaa nyota zilizokimya, Bwana alizungumza naye. Nenda ukajionyeshe kwa mfalme Ahabu. Mungu alisema kwa upole. Nitairudisha mvua juu ya nchi. Eliya alifumba macho yake. Alimkumbuka mjane aliyeshiriki chakula chake cha mwisho pamoja naye. Alimkumbuka mwanawe aliyekuwa kimya na bila uhai, lakini sasa alikuwa akipumua tena. Alimkumbuka Mungu anayesikiliza hata katika nyakati za giza zaidi. Basi Eliya alisimama, akavuta pumzi ndefu na akaanza kutembea. Hatua zake zilikuwa thabiti, zimejaa ujasiri, kwa sababu alimwamini yule ambaye hakuwahi kumwangusha. Eliya alipokutana na mfalme Ahabu, uso wa mfalme ulikuwa umejaa hasira. Hatimaye umefika, Ahabu alisema kwa ukali. Wewe ndiye uliyeleta shida zote hizi. Eliya hakupiga kelele, hakubishana. Alitikisa kichwa chake tu. Sio mimi niliyesababisha taabu kwa Israeli, alisema kwa utulivu, bali wewe, kwa sababu ulimwacha Bwana. Muda si muda, umati wa watu ulikusanyika karibu nao. Watu wenye nyuso zilizochoka na vikapu vilivyotupu. Watu ambao hawakujua tena waamini nini. Eliya aliwaangalia kwa huruma. Mtakuwa mkisimama kati ya maamuzi mawili mpaka lini? Aliuliza. Kama Bwana ndiye Mungu, mfuateni. Lakini kama Baali ndiye Mungu, mfuateni yeye. Hakuna aliyejibu. Hewa ilikuwa kimya. Kisha Eliya akasema tena. Twendeni mlima Karmeli. Manabii wa Baali watamuita Mungu wao, nami nitamuita Bwana. Mungu atakayejibu kwa moto, yeye ndiye Mungu wa kweli. Watu waliangaliana. Polepole wakatinkika vya vyao. Ni jaribio zuri, walisema. Kwenye mlima Karmeli, manabii wa Baali walianza kwanza. Walikuwa wengi, mamia, wakisonga na kupiga kelele pamoja. Wakajenga madhabahu yao na kuweka sadaka juu yake. Kuanzia asubuhi hadi adhuhuri, walipiga kelele. Baali, utujibu! Walicheza, walipiga kelele kwa sauti zaidi. Walinyanyua mikono yao kuelekea angani. Lakini hakuna kilichotokea. Hakukuwa na moto, hakukuwa na sauti, hakukuwa na jibu lolote. Eliya aliangalia kimya kimya. Hatimaye
akazungumza, sio kwa hasira, bali kwa huruma ya huzuni. Huenda Mungu wenu ana shughuli, alisema kwa sauti ya upole, au labda amelala. Manabii walipiga kelele zaidi, waliruka, waliomba na wakajichosha kabisa. Hata hivyo, hakuna kilichokuja. Jua lilipoanza kushuka angani, Eliya akasonga mbele. Njooni karibu, alisema. Watu wakakusanyika kumzunguka. Eliya akarekebisha madhabahu ya Bwana kwa kutumia mawe 12, jiwe moja kwa kila kabila la Israeli. Akawakumbusha watu kwamba bado walikuwa wamoja. Akaweka kuni juu ya madhabahu na kuweka sadaka juu yake. Kisha akawashangaza wote. Leteni mitungi 4 ya mandi, alisema. Maji yalikuwa ya thamani sana. Hata hivyo, walitii. Yamwagieni juu ya madhabahu. Walifanya hivyo mara moja, kisha na mara ya 3. Maji yakaloanisi kwa teremka juu ya mawe na kujaza handaki refu lililokuwa kuzunguku madhabahu. Kila kitu kilikuwa kimejaa maji. Hakukuwa na njia yoyote ya moto kuwaka, isipokuwa kama Mungu mwenyewe angelate moto. Eliya akainua macho yake mbinguni na kuomba, Ye Bwana, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Israeli, ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu. Waache watu hawa wajue kwamba wewe pekee ndiye wa kweli, na mimi ni mtumishi wako. Nijibu, e Bwana. Mlima wote ukanyamaza. Kisha ghafla moto ukashuka kutoka mbinguni. Uliwaka kwa mwanga na nguvu, kama mwanga wa jua ulio hai. Ulichoma sadaka, ulikula kuni, uligusa mawe, ulikausha kila ton la maji lililokuwa ndani ya handaki. Watu wakashangaa kwa mshangao, kisha wakapiga magoti. Bwana, yeye ndiye Mungu, walipiga kelele. Bwana, yeye ndiye Mungu. Eliya akainamisha kichwa chake, sio kwa kiburi, bali kwa hofu takatifu. Mungu yule yule aliyemkumbuka mjane, Mungu yule yule aliyemponya mwanawe, Mungu yule yule anayesikiliza maombi ya kimya, alikuwa amejibu kwa moto kutoka mbinguni. Baadaye Eliya akamwambia Mfalme Ahabu, nenda ukale na unywe, kwa maana nasikia sauti ya mvua kubwa. Eliya akapanda juu zaidi mlimani na kupiga magoti kuomba. Akamwambia mtumishi wake aangalie upande wa bahari. Hakuna kitu, mtumishi akasema. Eliya akaomba tena. Mara 7 akamtuma mtumishi aangalie. Mara ya 7 mtumishi akanong'ona, naona wingu dogo, si kubwa kuliko mkono wa mtu, linapanda kutoka baharini. Eliya akatabasamu. Hilo linatosha, alisema. Muda mfupi baadaye, anga likawa jeusi. Upepo ukaanza kuvuma. Radi ikanguruma kwa upole, kisha kwa sauti kubwa zaidi. Kisha mvua. Matone mepesi mwanzoni. Kisha mvua ya kudumu. Halafu mvua ya furaha na tele. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 3 mirefu, nchi ilinywa maji kwa wingi. Mvua iliponong'ona juu ya ardhi,
Eliya alisimama kimya na kutazama. Moyo wake ulikuwa umejaa amani. Alikumbuka nyumba ndogo ya mjane, mkate wa moto waliogawana, na favaha ya kicheko cha mtoto kilichorudi tena. Sasa alijua zaidi kuliko wakati mwingine wowote kwamba nguvu za Mungu si kali kamwe, ni za upole. Mungu anayeteremsha moto kutoka mbinguni pia huteremsha mvua kuponya ardhi. Mungu anayezungumza na makutano pia husikiliza maombi ya kimya. Basi pumzika sasa, mwanangu mdogo. Ulimwengu unapohisi mkavu au wa kutisha, kumbuka hadithi hii. Mungu yuko karibu. Mungu anajali. Mungu ana nguvu ya kukusaidia na ana upole wa kuforizi. Lala kwa amani, ukijua kwamba hauko peke yako kamwe.